Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Ndugu vijana mahujaji, hongereni kwa hija yenu. Miongoni mwa sehemu za historia katika kanisa letu la Kipatimo ni kwenye makaburi haya ya miongoni mwa waanzilishi. Huyu ni katekista, mwalimu wanamuita mwalimu Ambrose Ngombale, ambaye ni miongoni mwa vijana wa mwanzo kabisa katika ardhi hii ya Wamatumbi aliyepokea imani Katoliki. Na yeye tunaambiwa kwamba wazazi wake walimruhusu ajifunze dini pamoja na kusoma na kuandika. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu wa mwanzo, na walipomfundisha dini alikuwa na kichwa sharp, alikuwa anaelewa haraka. Basi akafundishwa na akawa katekista ili asaidie kuwafundisha wenzake hasa kwa kilugha. Lakini sehemu muhimu sana katika historia yake, na nadhani ndio iliyompata haja ya kuzikwa kanisani baada ya vita vya kwanza vya dunia 1910 na ngapi? 14 mpaka 16, mapadre waliokuwa wakihudumia katika misioni hii ya Kipatimo wa shirika la Wabenediktini OSB wa Jerumani walirudi nchini kwao. Waliporudi, kanisa liliachwa mikononi mwa huyu katekista Ambrose, na alisimamia kwa muda wa miaka 7 kutoka 1916 mpaka 1923 walipokuja wamisionari wa Kapuchini. Na tunaambiwa katika historia yake, kila mwaka alienda Dar es Salaam kwa mguu. Yeye na rafiki yake mmoja aliitwa Andrea, kwa mguu alitumia safari ya siku 21 akienda kuungama pale St. Joseph na kupokea Ekaristi Takatifu, na pia kurudi na Ekaristi kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa. Kwa muda wote wa miaka 7, katekista huyu ndio alishikilia funguo za kanisa, akilinda pia imani ya wale watu ambao wameshapokea imani. Alilinda imani yao mpaka walipokuja wamisionari wa Kapuchini 1923 mwezi Januari. Kwa hiyo ni moja ya watu muhimu sana. Na pia aliyezikwa hapa pia ni mke wake, ni mtu wa Iringa, naye alipofariki basi alipewa heshima au hadhi ya kuzikwa pembeni mwa mume wake. Kwa hiyo ndo maana amezikwa hapa. Kwa hiyo pia ni mke wake, na wamepishana kwa muda wa mwaka mmoja exactly yeye na mke wake. Na upande wa pili basi ni makaburi ya ndugu mapadre wa jimbo hili, wazao wawili na bruda moja Mkapuchini, ndio upande wa pili zile. Sasa kama vijana, kama mahujaji, tunajifunza nini kutoka kwa huyu katekista? Kitu cha pekee ambacho mimi naona ni ule moyo wa kujali mambo matakatifu, kwamba mtu unatembea umbali wote huo kwa mguu kwenda kuungama, kwenda kupokea Ekaristi Takatifu. Je, sisi katika mazingira yetu ya sasa hivi mapadre wanapatikana muda wote na pia sakramenti hizo zinapatikana? Je, tunajifunza nini? Yeye alikuwa anaifuata Dar es Salaam kila mwaka. Basi na sisi tujitahidi kuthamini mambo haya matakatifu na kuyapokea kwa imani, hasa sakramenti ya nini? Ya kitubio na Ekaristi Takatifu, sakramenti za uponyaji ambazo tunatakiwa tupokee mara kwa mara ili tuimarishe na tusaidie kukua kiimani. Kwa kama vijana tuna la kujifunza, kama wenzetu wanatembea kwa mguu kuvuka mbuga za wanyama usiku na mchana kufuata huduma ya kiroho, wewe leo unayo, tuitumie vizuri. Tumsifu Yesu Kristo.